Thank you, Lord Jesus. Thank you, my viewers, wherever you are. Naja kwako kwa mara nyingine tena, nikiwa na uso wa tabasamu, nikiwa na hamu sana ya kuweza kushiriki na wewe neno la Bwana. Neno hili lina uwezo wa kuijenga imani yako na kukufanya uwe thabiti na kukufanya uwe Mkristo ambaye ana uwezo wa kusimama katika imani na katika maisha. Ningependa niweze kuchukua nafasi hii kukukaribisha na kuomba tunapoanza kipindi hiki, na Mungu wangu akubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba mtakatifu, tunasema ni asanti kwa sababu ya wema na fadhili zako ambazo zimekuwa nyingi kwetu. Umetulinda tangia tulipoachana na msikilizaji na mtazamaji, na mpaka sasa hivi tumeonana tena. Baba, ninaomba ukabariki watu wako wanaposikiza neno lako, wape hekima, maarifa yatakayowasaidia katika maisha. Ni katika jina takatifu lake Yesu Kristo, Baba, tumeomba na kuamini. Amina. Kama vile nilivyosema wiki jana, ni kwamba kwa wiki mara moja au mara mbili itanipasa kufanya program moja ambayo ni ya kuzungumza ama ni kuhubiri, kuleta neno la Bwana kwa njia ya lugha ya Kiswahili, ili kuwezesha wenzetu ambao pengine Kiingereza huwa kinawachanga kidogo ama kinawachenga, ili nao pia waweze kufaidika katika programu hizi zetu. Wiki jana nilikuwa nazungumzia kuhusu maisha ya Mkristo na mila na desturi ambazo ni za Kikristo, ambazo zinapaswa tuzilete katika maisha yetu kama Wakristo, nazo zitatuwezesha kunawiri na kufaulu katika safari ya imani. Nianze kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 41 na ule wa 42, tukizifuatanisha. Neno la Bwana linasema, nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kuna neno hapa ambalo ningependa uweze kutazama ama niweze kulileta kwako Mkristo mwenzangu, ya kwamba Wakristo wa kanisa hili la kwanza ambalo tunaliita kwa Kiingereza The Apostolic Church, na tunapozungumzia The Apostolic Church tunazungumzia kanisa la mitume, kanisa ambalo lilikuwa la kina Petro, akina Yohana, akina Paulo. Na hili ni kanisa ambalo bila shaka lilikuwa na nguvu sana, lilikuwa na uwezo. Walihubiri neno la Mungu na ishara na miujiza zikaonekana. Wagonjwa walipona, walio na vifafa wakapona, walio na mapepo wakawekwa huru. Na kwa sababu hiyo kanisa hili hata serikali zilizokuwepo ziliweza kulitambua, maana halikukuwa kanisa la mzaha ama kanisa ambalo ni hafifu. Kuna mambo hapa ambayo yanasemekana yalikuwa ni sehemu muhimu ya hili kanisa. Neno la Mungu linasema hawa wanafunzi walikuwa wakidumu baada ya kuokoka, baada ya kuhubiri habari njema, watu wakaokoka. Wale waliookoka, Biblia inasema walikuwa na mwenendo fulani, walikuwa na tabia ambayo neno la Bwana linasema walidumu katika fundisho. Nataka uone neno ambalo liko hapa
linasema walidumu. Hiki kitendo cha kudumu ni kufanyaje? Kudumu ni kusema ya kwamba walifululiza, waliendelea, walijikaza, walizidi kuwa wanafunzi wa neno la Bwana kila usiku na mchana. Yaani ni Wakristo ambao neno la Mungu lilikuwa sehemu ya maisha yao, na kwa sababu ya kulifanya neno la Mungu lifanyike sehemu ya maisha yao, waliweza kuwa na ushindi mkubwa sana, waliweza kufaulu, maana neno la Mungu ndilo msingi wa Ukristo wetu. Na pasipokuwa na neno, pasipokuwa na udhabiti wa neno katika maisha yako kama mwana wa Mungu, kuna mambo mengi hayataenda sambamba, hayataenda vizuri. Kwa hivyo Biblia inasema walidumu katika fundisho la mitume, the apostles doctrine, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali. Mambo hayo yalifanyika msingi katika maisha ya hili kanisa. Hawakusoma neno la Bwana ama kuja ushirika mara moja na kisha wanafifia. Siku hizi unaona watu katika kanisa, kile kinachowafanya Wakristo kuwa wadhaifu, Wakristo kuwa watu ambao hawana nguvu, watu ambao mambo madogo yanawaangusha, ni kwa sababu hatuna ile roho ya consistency, hatuna ile roho ya kufululiza, roho ya kusema ya kwamba I am going to stay in the word of God, nitadumu katika neno la Bwana. Ajabu, siku ya leo ukitafuta kanisani, ni Wakristo wangapi pengine amesoma kitabu cha Yohana kutoka Yohana sura ya kwanza akafika Yohana sura ya 21? Utapata kwamba ni wachache mno. Tuna Wakristo ambao wanajua tu Biblia, sehemu fulani fulani ya maandiko hapa na pale, ambayo wanaokota na kushikanisha, na inawafanya kusurvive tu katika safari hii ya imani. Lakini kama utafanyika Mkristo shupavu ambaye anaweza kusimama na aweze kumwambia shetani ya kwamba imeandikwa, itakupasa uwe na tabia, uwe na consistency fulani katika kulisoma neno la Bwana. Kwa mfano, kama wiki hii nitachukua kitabu cha Yohana, nisome Yohana sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya tatu, sura ya 4, sura ya 5 mpaka nifike mwisho kwa kufululiza. Hiyo ndio inaitwa kudumu katika neno. Kisha baadaye nitakapomaliza, nitakichukua kitabu kingine na niweze kukisoma. Hivyo utakuwa ni Mkristo ambaye anadumu katika neno. Na ukidumu katika neno, linakufanya kuwa na mashiko, kuwa na msingi thabiti ambao ufalme wa giza hauwezi ukatingiza. Na kwa sababu ya Wakristo wengi kulikosa neno katika maisha yao, ndio maana tunakimbilia shortcuts. Tunataka kifagio, tunataka anointing oil sana, tunataka mambo mbalimbali, na mambo ambayo tunayataka hayatatufanya kuwa thabiti katika imani na kusimama katika Ukristo. Kama tutasimama kishujaa, ni lazima tufanyike Wakristo ambao tunalidhamini neno la Bwana zaidi ya mafuta, zaidi ya vifagio, zaidi ya handkerchiefs, vitambaa vya mitume na vitu kama hivyo. Neno la Mungu lazima liinuke na tulipende zaidi. Neno la Bwana lazima tulisome, kama vile mtumishi wa Bwana Joshua aliambiwa na Mungu ya kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke katika kinywa chako, ndipo litakapokupatia ufanisi ulio bora, yani good success.
naomba tuweze kusoma katika kitabu cha Wathesalonike wa pili fungu la 2 mstari wa 15. Mtume Paulo anaandika, anasema, basi ndugu, simameni imara, mkayashike mapokeo mliofundishwa, ama kwa maneno ama kwa waraka wetu, na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema katika neema, awafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika kila neno na tendo jema. Kwa hivyo tunaona mtume wetu Mtume Paulo analiambia kanisa hili la Wathesalonike ya kwamba waweze kusimama imara, wasimame imara, wayashike mapokeo waliofundishwa kwa maneno au kwa waraka ama nyaraka, barua ambazo mitume waliwaandikia. That is to say that there are certain traditions. There are certain traditions ambazo ziliwekwa na mitume ambazo walisoma kutoka kwa Kristo Yesu, na sasa haya mapokeo yanakuja yanafanyika foundation ambayo inakuwa ni the practice ya Ukristo wetu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo wakati ambapo Paulo anaandikia kanisa ila wa Thesalonike, anawahimiza waweze kusimama. Kwa hivyo kuna msimamo fulani ambao mtu wa Mungu anapaswa kuwa nao, msimamo ya kwamba nitalisoma neno la Bwana, nitadumu katika neno, maana neno la Bwana ndilo litakaloijenga imani yako na kuifanya iweze kudhibitika. Kadhalika katika 2 Thessalonians chapter number 3 and verse number 6 anasema, ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mlioyapokea kwetu. Kwa hivyo kuna mapokeo ambayo Paulo anasema aliweza kuwapokeza ama Wakristo wanapaswa kuenenda nayo, na hayo mapokeo ndio nimesema mapokeo ambayo walipokea mwanzo ni kukaa katika neno. Pokeo la pili ambalo walipokea ni kudhamini ushirika. Kudhamini ushirika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwana wa Mungu utaweza kusimama na kudhibitika katika imani, there has to be a second culture, and it is now the culture of fellowship. The culture of fellowship, mapokeo ya kupatikana katika Ukristo. Kuna Wakristo wengi ambao wametupilia mbali Ukristo wa ushirika, na tunapozungumzia Ukristo wa ushirika ni kusema ya kwamba katika kanisa ambalo uko ndani kuna ushirika, kuna fellowships, na kanisa la zamani ama foundation ya Ukristo ambao ilikuwa foundation ya Wakristo kukutana sio tu siku ya kwanza ya juma peke yake, lakini pia walikuwa na tabia ya kukutana katikati ya wiki.
ili kuweza kutiana nguvu, kuweza kushiriki neno la Bwana na kuweza kuhimizana katika safari ya imani. Hebu tusome katika kitabu cha Wahibrania sura yake ya 10 aya ya 25. Neno la Mungu linasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadri muonavyo siku ile kuwadia inakaribia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ninaweza nikaongezea 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Basi mambo hayo yaliyowapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Wafilipi 4 mstari wa 5, upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Kwa hivyo tunaona neno hili katika kitabu cha Wahibrania sura ya 10 mstari wa 25. Tunaonywa kama Wakristo ya kwamba tusichukue tabia, tusichukue desturi, tusichukue kanuni ya kutopatikana kwa ushirika ama kwa fellowships. Kwa hivyo Mkristo mwenzangu pale nje, unaweza ukafikiria ya kwamba you are so busy, uko na shughuli sana, ya kwamba hauna time, hauna nafasi ya kupatikana kwa ushirika katikati ya wiki. Ujue unapokataa kwenda kwa ushirika katikati ya wiki, kile unachofanya unaishi kinyume na sheria na kanuni za imani yetu kama Wakristo. Neno la Bwana linatuambia ya kwamba Wakristo walikuwa na ushirika, walikuwa wakitembea kutoka nyumba hadi nyumba, wakiumega na kuvunja mkate, wakifanya sharing. Hivi ni kusema ya kwamba unapokosa ushirika, kuna jambo ambalo halijakamilika katika Ukristo wako. Ibada ya Jumapili haitoshi peke yake. Inatosha kwetu kama Wakristo kuweza kutembeleana nyumba kwa nyumba katika home fellowships na home cells, ili tuweze kutiana moyo, tukaweze kushare. Kama kwa mfano utatembea kwa nyumba ya Mkristo mwenzako, ukapata ya kwamba hawana chumvi, hawana sukari, hawana unga, basi ukafanyika baraka katika ushirika, unapata nafasi ya kufanyika wa baraka kwa Mkristo mwenzako. Inafanyika nafasi nzuri kwa wale ambao wameokoka kuweza kuombeana. Kwa mfano, unapoenda kwa ndugu na upate ya kwamba pengine mtoto wake ni mgonjwa, kwa hivyo kama Wakristo tunaweza tukamwombea yule mtoto na tunaweza tukafanya exercise ya imani tuliyo nayo, badala ya kuwa ngojea Jumapili ifike ili mchungaji aweze kupatikana na kuombea kila aina ya shida na matatizo yaliyoko kanisani. Kwa hivyo ni vizuri Mkristo mwenzangu, unapojiunga na kanisa, unapoenda kanisani Jumapili, tamani kujua, je, katika kanisa hili kuna ushirika? Na kama kuna ushirika, je, nitawezaje kujiunga na ushirika, na ili kila katikati ya wiki niweze kupatikana kwa ushirika huo? Maana sio tabia nzuri wenzako wanaenda ushirika, wewe unasema uko bizi katika biashara, ama uko bizi katika kazi, ama uko bizi katika familia. Maana kuna wakati unaenda kufika, utahitaji kikundi cha watu kuja kwako nyumbani ili waweze kukushikilia,
Na je, kama hauna Ukristo wa kutembea na kushikiliana na Wakristo wenzako, utapata wapi marafiki watakaosimama na wewe wakati ambapo dhiki ama shida itakapokupata? Ondoa katika maisha yako desturi ya kukosa ushirika. Kuwa Mkristo ambaye anapatikana kwa home cells, kwa home fellowships, na ziwe nafasi ya kutiana moyo na kufundishana neno la Bwana, kuonyana na kukanyana mambo ambayo hayaandamani na imani yetu kama Wakristo. Mpendwa, unaponisikiliza pale nyumbani, mpendwa, unaponisikiliza pale kwenye gari lako, mpendwa, unaponisikiliza pengine uko barabarani, nataka nikuambie ya kwamba kunazo tabia ambazo kama hatutaziingiza katika Ukristo wetu, Ukristo wetu utakuwa dhaifu, utakosa ladha, utakosa nguvu, na kuna wakati tutajutia, kwa sababu apandacho mtu ndicho atakachovuna. Usikubali kukaa Mkristo ambaye hana ushirika na Wakristo wenzake. Hata kama mtatengeneza ushirika ya Wakristo 3, Wakristo 4, Wakristo 5, muwe mnapatana ili muombe pamoja na msome neno la Bwana na mtiane moyo. Mungu atawabariki na Mungu atasaidia hata huo ushirika uweze kupanuka na uwe umepanuka zaidi, hata ufanyike kanisa. Mpendwa, usijiunge na wale ambao wanadhani ya kwamba watakuwa bize kwa sababu ya mambo ya kiroho. Na hili jambo nimeliona hata kwa Wakristo wengi ambao wako very busy. Utaona mtu wako very busy anafanya kazi, lakini ukipiga hesabu ya kazi anayoifanya utaona ni hasara tupu. Maana ikiwa ni ukweli, we are so busy that we have no time for fellowship, sadaka zetu zinapaswa ziende juu, maisha yetu yanapaswa yawe yana improve sana. Lakini utaona mtu yuko very busy, anakosa ushirika, anakosa maombi, na anapoendelea kukosa, unaona anaanza kudhoofika, anaanza kunyauka, anaanza kuishiwa na nguvu. Na ndiposa siku hizi katika makanisa yetu, kama siyo pasta anayekemea pepo, anayekemea magonjwa, Wakristo wamekuwa dhaifu, hawana nguvu, kwa sababu hawana time ya maombi, hawana time ya kukutana ili waweze kucharge one another. But I come to challenge you in the name of Jesus. Kama utafanyika Mkristo wa ushindi, tafuta nafasi ambayo utapatikana katika mikutano, sio tu za Jumapili, lakini mikutano ya katikati mwa wiki. Na kama haipo kanisani mwenu, tengeneza ushirika pale nyumbani kwako. Waite Wakristo ambao wako karibu na wewe ili mpate kuomba pamoja na kutiana moyo, kwa sababu Ukristo bila ushirika, ushirika na Mungu, ushirika na wanadamu, tuna ushirika na Mwenyezi Mungu na kuna ushirika na wanadamu. Hivyo ndivyo mapenzi kamili ya Mwenyezi Mungu yalivyo katika imani yetu na desturi yetu. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji wangu, usijiingize kwa maisha ya kuzoea kuwa Mkristo wa siku moja peke yake, lakini be a Christian that is meeting regularly. Napenda nikupe mfano. Angalia Parliament, wanakutana zaidi ya mara 3, zaidi ya mara 2 hata kwa wiki, na jambo hilo linasababisha waweze kuwa na nguvu sana
waweze kufanya mambo mengi kwa sababu ya kukutana. Angalia watu ambao wamo katika ulimwengu wa giza, wanafanya mikutano mara kwa mara, na kwa hiyo mikutano wanaweza kufanya mambo mengi. Wanafanya uovu na zidi duniani. Hata devil worshippers, they don't meet one day in a week, lakini wana siku ambazo wanakutana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana makusudi ya kuweza kutiana moyo, wanaelewa siri ya kuweza kukutana. Angalia vyama mbalimbali, political parties, wanakutana mara kwa mara kwa ajili ya kujijenga na kujenga networks za vyama vyao. Angalia Waislamu kwenye misikiti, wanakutana mara kwa mara kwa ajili ya kujengana na kujenga imani. Nasi wa Kristo tumekuwa wadhaifu, tumekuwa watu wa kutoa sababu. Mbona nisije ushirika leo? Nilikuwa na kazi, nilikuwa kwenye biashara, shughuli zangu. Na ndio maana Wakristo wengi wanapigwa na mapepo, wamekaliwa na mapepo, kwa sababu nguvu walizo nazo ni za ibada moja ya Jumapili peke yake. Mpendwa, kama tutaishi maisha ya ushindi, lazima tujitoe na tujipeane kwa kupatikana kwa ibada za katikati ya wiki, katika jina la Yesu, na utabarikiwa. Jaribu tabia hizi na utaona tofauti katika maisha yako. Maisha ya biashara, maisha ya kazi, maisha yako ya ndoa yatabadilika sana wakati utakapoomba sana, wakati utakapodumu katika ushirika, wakati utakapodumu katika neno la Bwana, ili ujue mapenzi kamili ya Mwenyezi Mungu. Mpendwa msikilizaji wangu, naomba kufika mwisho hapo na nikuombee kwamba hautapatwa na roho hii ya nyakati za mwisho ambayo inawakosesha wengi hamu ya kuingia katika ushirika, kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, naomba kwa ajili ya huyu ndugu, huyu dada. Bwana, tazama maisha yetu. Umetuhimiza ya kwamba kuna culture, kuna tabia, kuna mapokeo, kuna desturi ambazo unazitamani katika maisha yetu. Desturi ya kusoma neno lako, desturi ya kutembea katika ushirika wa Roho Mtakatifu, ushirika na wewe, ushirika na Wakristo wenzetu. Baba, katika jina la Yesu, naombea msikilizaji wangu. Bwana, ukampatie nguvu ya kuweza kusimama katika ushirika kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Maana katika ushirika, Bwana, tunatiana moyo. Katika ushirika vipawa vinakuzwa. Katika ushirika kanisa lako linaimarika na ni mfano mzuri katika jina la Yesu. Bwana, ninapinga roho yeyote ya kurudisha ushirika na kanisa nyuma katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, kwa sababu unatenda, kwa sababu unafanya katika jina la Yesu. Bwana, jioni ya leo naomba kama kuna yeyote ambaye amenisikiliza na ni mgonjwa katika mwili wake, Bwana ukamponye sasa katika jina la Yesu Kristo. Natuma neno la uponyaji sasa kwa jina la Yesu Kristo. Nanyamazisha maumivu, naleta utulivu wa akili, mwili na roho katika jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, uinuliwe na uhimidiwe, maana unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi akafanya. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen.
Mpendwa, Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akusaidie. Uko hapo haujaokoka, rudia ombi hili nyuma yangu. Ushirika wa kwanza ambao unahitaji ni ushirika na Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, naomba uniokoe kwa jina lako. Nakiri dhambi na makosa yangu, na ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Alikufa msalabani ili niokolewe. Naamini nguvu ya damu, naamini jina la Yesu, naamini injili ya Yesu, na kwa jina hilo takatifu na yakana yote ya shetani, ya ulimwengu na nafsi, na mfuata Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa jina la Yesu nimeokoka. Amen. Kama umeomba ombi hilo pamoja nami, naweza ukanipigia simu 0722687789. May the Lord bless you. May the Lord do you good. May the Lord favor you. Kama hauna kanisa mahali ambapo unaweza ukashiriki, nipigie simu, nitakuelekeza. Kama uko karibu maeneo ya Githurai au Nairobi, Kiambu na vitongoji vyake. Na kama sio hivyo, jiunge na kanisa lililo karibu na wewe ambalo linahubiri habari njema ya Yesu Kristo. Mungu akubariki, Mungu akusaidie. Amen. Amen.